Karibu katika episode ya 5 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 4, basi kisha unagusa cha pop up kinatokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema. Bidada Afande Bonsang alikuja kushtukia kwamba katika pikipiki ya Mwamba kulikuwa kuna mali ya wizi ambayo inatafutwa katika kampuni yenye thamani ya zaidi ya bilioni 1.1. Na kwa nini Mwamba anayo? Hakuna kitu alijiutia yeye kama afisa wa polisi kuwa na urafiki ama kumwamini mtu ambaye ni jambazi tena mwizi mkubwa kiasi hiki. Alijilaumu sana, na wakati huo Mwamba Jehi alikuwa anaingia. Bidada Bonsang baada ya kumwona Mwamba akaanza kumpiga sana na kibegi akisema kwamba mtoto malaya wewe, kwa nini ulikuwa unafanya mambo ya kipumbavu namna ile mpaka nikakuamini mimi? Lakini naye Mwamba Jehi alikuwa haamini kabisa eti kwamba mali ya bilioni 1.1 mali ya kampuni ipo katika pikipiki yake. Kujaje? Akawa anamwambia bidada kwamba mimi sijaiba na sielewi hiyo mali imeingiaje kwenye pikipiki yangu. Baada ya bidada kutulia, baada ya muda kidogo hivi mbele ya kifua cha Mwamba, basi akaelekea katika eneo la mgawa. Lakini bidada bado hamwamini huyu jamaa kwa sababu hakunaga mwizi anayekubali kwamba yeye ni mwizi. Wakati huo Mwamba akasema kwamba mimi sio mhalifu kama unavyonidhania. Na Mwamba Jehi akaanza kumsimulia bidada juu ya historia yake ya maisha akisema kwamba umri wa miaka 13 tu nilianza kujitegemea kwa sababu wazazi wangu walifariki nikiwa na umri huo. Na nikaanza kujishughulisha na shughuli ndogo ndogo, nikapataga kazi katika eneo ambalo anatengeneza vibaiskeli. Sasa na mimi nikawa fundi baiskeli, lakini kwa bahati mbaya wale watu ambao nilikuwa nikifanya nao kazi wakaja kunisingizia kwamba nimeiba baiskeli. Kutokea wakati huo jina langu likaingizwa katika rekodi za wahalifu. Nikawa ni mtu ambaye nadhaniwa labda ni mtukutu mhalifu fulani hivi kwa sababu nilikuwa nimefunguliwa kesi baada ya ule wizi wa baiskeli. Bidada Bonsang akawa amenyenyuka akasema, na wajua waizi wakubwa nyie ndio mnavyojiteteaga. Hebu vaa pingu haraka sana tuende kituo cha polisi. Lakini Mwamba alimshika bidada vizuri tu kisha akawa amemkisi na kumwambia kwamba unajua mimi sio kwamba ni mhalifu Bidada akajikuta kalegea, naye akajikuta anampiga kesi Mwamba na akajikuta amemwamini tu. Afande Bonsang akajikuta anajadili na mhalifu kwamba tutafanyaje sasa hii begi ya thamani ya bilioni 1.1. Mwamba Jehi akasema kwa kuwa mimi ni mwanaume, hebu nikabidhi hiyo mali nitaiangalia mimi. Basi bidada akawa amekabidhisha mali. Na Mwamba baada ya kuipata ile begi moja kwa moja akaelekea katika kiwanda, akaenda kumfuata bidada Wayang na kumwambia kwamba unajua nimeikuta ile begi, nimeikuta. Lakini Wayang hakuonekana kabisa kuweza kushtuka katika namna yote ile. Na kumbe bidada Wayang akasema kwamba ni mimi ndio nilikuwa nimeandaa mpango wote huo, nilitaka kujua uaminifu wako uko vipi. Mwamba alilalamika sana, yaani unanipima uaminifu wangu, hujui kama umenisababishia matatizo. Kuna mtu aniamini sasa hivi anajua kwamba mimi ni mwizi. Hasa huku upande wa pili bwana, bidada Bonsang amerudi nyumbani, anakuta mamake yuko busy kweli kumlisha bidada Kim. Sasa yeye akaanza kukumbuka kwamba mamake kuna kipindi aliwahi kumtelekeza, alafu sasa hivi mamake anamjali sana huyu Kim, mtoto wa mume wake, yani kwamba mtoto wake wa kambo. Mama mtu baada ya kugundua kwamba bidada Bonsang amejisikia vibaya, akamfuata chumbani akaanza kusema kwamba babako mimi alikuwa ananitreat vibaya sana, yani alikuwa ananifanyia mambo mabaya sana, ndio maana nikaamua kuachana naye, na mwanaume ambaye nilikuja kupendana naye ni babake na Kim. Kwa hiyo sina budi kabisa kuhakikisha kwamba ninarudisha fadhila zote ambazo mume wangu aliweza kunifanyia huyu baba yake na Kim. Bidada Bonsang alifunga masikio yake asisikie chochote kile ambacho mama yake alikuwa akimwambia wakati huo, kwani kilikuwa kikimuumiza sana. Na baada ya mama mtu kuweza kutoka, bidada alikwenda kutesti kile chakula ambacho mama alikuwa akimlisha Kim, na alikuja kugundua kwamba ni chakula ladha ile ile ya udogoni. Sasa kesho katika kituo cha polisi, bidada Bonsang akiwa amefika tu anakutana na mkuu wa kituo akitangaza tangazo kwamba lile begi la thamani ya bilioni 1.1 limeweza kupatikanika. Kwa hiyo kesi mpaka dakika hii imefungwa. Sasa bidada Bonsang akauliza ni nani alikuwa anahusika katika wizi huo. Mkuu wa kituo akasema kwamba haikuhusu, kisha akawa anawatawanisha waelekee katika majukumu yao. Ikabidi bidada Bonsang kama afande mwadilifu amfuate Mwamba Jehi na kuuliza ulifanyaje kuirudisha ile begi katika ile kampuni. Mwamba akasema kwamba mimi nienda kuwakabidhi walinzi kisha nikaendelea na ishu zangu. Ikabidi bidada aulize hao walinzi ni wakina nani, nataka unipatie majina yao ili niweze kwenda kwa wahoji. Basi Mwamba akawa anamzuia bidada Bonsang na kumwambia kwamba usijaribu kufanya hivyo hata kidogo. Sasa wakati wanaendelea kubishana hapa, bidada Wayang naye alikuwa anapita mitaa hii akasema kwamba Bonsang na kuhitaji ofisini kwangu, kuna mazungumzo na wewe. Bidada Wayang akafunguka akisema kwamba nilifanya ule wizi mimi mwenyewe na nilikuwa nimeandaa tukio zima, na lengo ni kubwa ni kwamba nilitaka vyombo vya habari na matukio yote yaweze kuizungumzia kampuni yetu. Kwa faida ya kampuni nilikuwa nimeandaa jambo lile. Bidada Bonsang alikasirika sana akasema kwamba idara ya polisi nzima tulikuwa busy tukipeleleza juu ya swala hilo. Kumbe nyinyi mlikuwa mnafanya jambo hilo kama masihala ili lengo watu waweze kuizungumzia kampuni yenu muweze kupata faida. Mmetukosea sana. Sasa bidada Bonsang zile hasira zote za ofisini yeye akawa amezihamishia kwa Mwamba Jehi akasema kwamba wewe mpumbavu ulikuwa unanikisi, kumbe wewe mlikuwa mmeandaa mpango huu na mabosi zenu huko ndani muweze kufanya wizi alafu mje kutengeneza faida, si ndio? Akawa anaondoka zake. Bidada Bonsang anahisi kwamba labda huenda ana matatizo ya akili, labda anashindwa kuelewa watu. Ikabidi amfuate daktari wake wa akili na kumwambia kwamba na mazungumzo na wewe. Daktari akasema tuelekee mgawani mara moja. Sasa huko upande wa pili bwana, Mwamba akiwa anatembea mitaani, bidada Kim Sindo akambahatisha bana, alikuwa amembahatisha mitaa fulani ambapo mabegi ya samani sana yanauzwa. Sasa bidada Kim anajua kwamba huyu jamaa ni bilionea, ila hii ameweka kama siri ndani
ndani ya moyo wake. Akaanza kusema jamani, hilo begi nimelipenda, nimelitamani, lazima siwezi kununua bei yake kubwa. Basi Mwamba JH akasema usihofu, nitakununulia hiyo begi, lakini itakuwa ndo malipo yangu kwa ile ajali ambayo nilikusababishia ya jicho baada ya kukulenga na mpira wa tennis. Sasa bidada Kim anajua kwamba huyu jamaa ni bilionea na ni mkurugenzi katika kampuni. Akaanza kumchimba tu maswali. Sasa wewe kiongozi, unafanya kazi gani mpaka umeweza kununua begi ya gharama kiasi kile? Jamaa akasema si unajua kazi yangu kwamba mimi ni mlinzi katika parking ya magari katika kampuni. Sasa huku bana bidada Bongsan, kumbuka alikuwa amemwita yule daktari, wanapiga naye story. Akawa amemsimulia kila kitu kwamba kuna jamaa moja linanikisigi kila wakati. Sasa daktari akasema kwamba wewe takopo yule mtu mnapendana, kama alikuwa anakukisi naona mwacha kukisi, wewe unampenda ujue. Bidada Bongsan akajikuta anafurahi sana kusikia kwamba yule mtu anampenda, alafu na yeye pia anampenda. Akajikuta tu kwa mara ya kwanza anajisi upendo tena. Hasa bidada Bongsan anarudi nyumbani, anagundua kwamba Kim alikuwa anashushwa kwenye gari ya samani kweli kweli, tena akiwa mbeba zawadi kama zote. Akaanza kumuuliza, vipi, una boyfriend mwenye hela sana? Akasema hapana. Hasa kama una boyfriend mwenye pesa kiasi hicho, anawezaje kukununulia zawadi za gharama namna hiyo, alafu unasema eti una boyfriend? Kwa ni nani huyo? Bidada Kim kwa madoido akaanza kusema haikuhu. Aisee, bidada Bongsan akaanza kuhisi kwamba isije kawa kadada ni katapeli. Akaanza kusema kwamba kumbuka wanaishi katika nyumba ya afande, sitaki kabisa tabia za kitapeli sawa Sasa bidada Hwayang siku ya kesho yake akiwa na Mwamba JH ofisini, wakaanza kujadili ni kwa nini hujahudhuria vikao viwili vitatu hivi vya ofisi. Lakini Mwamba akasema kwamba nilikuwa busy kidogo. Akamwambia ubize na kile kibidada ambacho kila wakati kinakufuatafuata hivi, nyie ni kama mna mahusiano eti Katika kitu sikitaki katika maisha yangu niwe kuingia katika mahusiano kwa wakati huu, naomba kuanzia leo achana kabisa na yule mwanamke. Mwamba alipomsikiza bidada hayo anayoongea akawa ameondoka zake tu bana. Lakini jamaa wakati anaondoka kwa hasira, Hwayang akampigia tena simu na kumwambia rudi mara moja. Aliporudi jamaa akamwambia kwamba kuna tatizo katika mizigo ambayo tulikuwa tumeagiza, kwa unatakiwa kusafiri kuelekea nje ya nchi kwenda kushughulikia swala hilo, afanye haraka sana. Hasa Mwamba JH bila hata kupoteza muda akawa amekata tiketi na moja kwa moja akawa anaelekea nje ya nchi. Bidada Bongsan ameanza kummisi jamaa, kila akipitaga katika njia hii alikuwa anamuona jamaa akiwa anaosha magari. Kumbuka kwamba jamaa alikuwa ni mlinzi wa magari. Lakini leo ni siku ya tatu, hamuoni kabisa Mwamba. Akajikuta tu anaanza kummisi huyu mtu japokuwa amejuana naye kwa kipindi kifupi, yani hata mjui sana kihivyo. Ikabidi kwanza kutafuta ni wapi sehemu nyingine ambayo Mwamba atakuwa anapatikanika. Akaja kugundua kwamba hii sehemu ambayo Mwamba atakuwa anapatikanika kumbe ni kiwanda tu. Tena akamkuta kuna mzee mmoja, akaanza kuuliza kuna jamaa mmoja anaitwa JH, vipi anashindaga hapa? Yule mzee akaeleza kwamba hapa ni mahali ambako Mwamba JH ameweza kukulia, na akamweleza stori nzima ya Mwamba JH alipokuwa mdogo mpaka alipoweza kufikia umri huu. Hasa bidada Bongsan akajisikia raha sana kwa sababu ile stori ambayo Mwamba JH alikuwa amemsimulia kuhusiana na utoto wake ndivyo vile ambavyo huyu mzee anasimulia. Kwa akaamini kwamba yule kaka kumbe ni mkweli Sasa bidada bana akataka kumpigia jamaa, ndo akakumbuka kwamba hata namba yake ya simu hana, na mbaya zaidi ni kwamba hata wajaingia katika mahusiano rasmi. Sasa akaanza kuwaza, jamani, mimi nilichelewa nini mpaka mtu ameondoka hata sielewi ameelekea wapi? Hutakaa uamini, ni mwezi mzima umekatika, bidada anamisi Mwamba kichizi yani. Moja kwa moja siku ya leo jamaa anarudi kutokea airport. Sasa bidada alikuwa yuko kando kidogo ya barabara, wakaweza kutazamana namna walivyokuwa wanaangaliana, kabidada kamekasirika sana yani. Basi Mwamba JH akaingia ndani ya Defender. Wewe unapanda taxi, mwenzako anapanda Defender na kingola kinawashwa, anapelekwa nyumbani. Alafu bidada akawa amemwomba Mwamba namba ya simu. Sasa Mwamba bana akamchukua bidada Bongsan na akampeleka katika mgawa fulani hivi wa Kijapani na Kifaransa. Sasa huo mgawa bana ni gharama kweli kweli. Bidada alipofika tu mlangoni akasema wewe kaka, hapa na humo mimi siingii bana, humo maana mna matumizi makali sana ya pesa. Basi bana Mwamba JH hata hakuwa na maneno mengi, wakaelekea katika kamgawa ka kawaida tu. Mama ntilie yuko bize kweli kweli, hapo anaosha vyombo, hapo msoso unapikwa. Basi akawa ameagiza tambi na maharage, piga sana yani msoso wa asili. Sasa bidada Kim Dong bana, ukitembelea akaunti yake ya Instagram utafikiri mdada Fododido hapa Tanzania, ambapo anajipostigi matawi sana, kumbe ana maisha ya kawaida mno. Sasa huyu bidada akawa amemwona yule daktari wa akili ambaye wakati mwingi huwa anatembeleaga maeneo ambayo Mwamba JH anacheza mchezo wake wa tennis. Akawa amemfuata na kumwambia kwamba kama unajua taarifa yoyote kuhusiana na Mwamba JH na kuahidi kwamba ndakupatia kipande cha dhahabu, utakuwa unanipatia taarifa zake, sawa kaka? Sasa huyu daktari alijua tu kabisa kaka kabidada kana lengo la kutaka kuja kuolewa na Mwamba JH. Akasema kwamba ili kuweza kuolewa na mtu mwenye pesa sana unatakiwa mwenyewe utokee katika familia yenye pesa, alafu wasomi kama wote, sio kizembezembe namna hiyo unajua. Bidada alimaindi kweli kweli. Akasema kwa hiyo unaniona mimi maskini, huoni kama navaa nguo za gharama? Akataka kumwagia Mwamba maji katika glasi, akaja kugundua kwamba ile glasi ilikuwa haina maji. Daktari akajikunja uso wake akizania kwamba maji anakwenda kutoa usoni. Sasa hii kauli ya daktari ilimkumbusha bidada kwamba yeye ametokea katika familia ya kitajiri sana, lakini kwa bahati mbaya baba yake aliweza kufilisiwa, na hiyo ikamsababisha yeye kuanza kuishi maisha ya kipumbavu namna hii. Kwa hiyo bidada Kim anaamini kwamba ili aweze kujirudi katika maisha
maisha yake ya kitajiri alikuwa akiishi kabla, ni lazima aje kuolewa na mwanaume mwenye pesa kama alivyokuwepo baba yake. Kwa bidada sio kwamba maisha ya kitajiri ni mshamba sana, bali ameyaishi kabla. Hasa Mwamba Jay bana, penzi lake na bidada Bongsan limeanza kunoga. Sasa kwa bahati mbaya, wakati huo anajiandaa kwenda kutoka pamoja, wakawa wamepokea simu kutokea kwa bidada Huayang. Na ukumbuke kwamba bidada Huayang ni single mother na Mwamba Jay anamjali sana mtoto wa bidada Huayang. Sasa siku ya leo bidada akawa anamwambia kwamba mwanangu ana homa kali sana, naomba uje nyumbani. Jamaa haraka sana akawahi eneo la tukio, akaenda kumkea yule mtoto wa bidada Huayang na moja kwa moja akawa anampeleka hospitalini. Walipoweza kufika hospitalini, mama analia sana, hali ya mtoto wake ni mbaya, lakini madaktari wakasema kwamba mtoto wao anatakiwa kufanyiwa uchunguzi zaidi katika eneo la spinal cord. Sasa hii kitu ikasababisha bidada Huayang kuanza kumtazama Jay, yani anamtazama Jay kama baba wa mtoto yani. Hasa wakati hichi kitendo cha uchunguzi kinaendelea, bidada Huayang anamwegemea Mwamba kama vile mume wake, na namna ambavyo anazidi kumwegemea ndivyo ambavyo bidada Bongsan anazidi kumpigia na kumwambia kwamba tuko tuna appointment ya kuweza kukutana leo, mbona sikuoni bana. Lakini hutakaa uamini, Mwamba Jay alizimisha simu na moja kwa moja akaweka mfukoni na akaenda kumjali bidada Huayang. Nini kitakachojili aisee, usipange kukosa. Hasa ili uweze kuipata episode ya mbele kwa haraka zaidi, nenda hapo kwenye ukurasa wa kusubscribe, gusa alama ya kusubscribe, zitajitokeza channel mbili. Nenda kwenye channel ya chini, gusa alama ya subscribe. Kila kigongo kitakachokuwa kinatoka utakuwa unakipata kwa haraka zaidi. Mpaka sasa hivi tayari kazi imekwisha kutoka. Fanya kama nilivyoweza kukuelekeza ili uendelee kuenjoy uhondo kamili kabisa wa tamthilia hii. Kumbuka kwamba mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max.